kule nyuma tufikiri Yesu Kristo. Najua adui ndiye aliyepanda tuyang'oe. Acheni vyote vikue pamoja. Soma Mathayo 13. Tunakwenda leo neno la baraka la kiroho, na Bwana Yesu awe nawe. Soma 13 Mathayo mstari wa 1. Siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni, akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia. Ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba, pasipokuwa na udongo mwingi. Mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 60, 30. Mwenye masikio na asikie. Amen. Sikilize. Mwanza. Ayuba. Basi neno hili la Mungu litufae jioni ya leo, jioni njema. Ni siku na ihesabu kwangu ni ya mavuno, ndio maana adui naye akaja. Lakini ya Mungu yamekwisha pangwa tayari. Haleluya. Sasa Yesu akatoa neno hili la kiroho kweli kweli. Mpanzi alitoka kaenda kupanda shamba lake. Wakati anamwaga mbegu namna hivi, anamwaga, zinakwenda, anachota, anamwaga, zinakwenda, zinaanguka kila mahali. Wanaolima mtama wanajua, au wanaolima ngano bila mashine, trakta ya kulimia, wanafahamu. Wengine wanapanda kwa mashina, wengine wanamwaga hivi kama ni sesa. Basi Biblia inasema mbegu zingine zilianguka, zingine zikaanguka penye udongo, lakini chini kuna mwamba. Zingine zikaanguka katikati ya majani, lakini yana miiba. Zingine zikaanguka penye udongo mzuri uliolimwa vizuri. Pale baada ya hapo zote zikaota pamoja. Lakini kabla ya kuota, wakati mlimaji analima, ndege nao wanatembea juu, huwa wanaona chini akiwa juu. Wakaona kuna chakula tayari. Mbegu iliyoangukia kwenye njia tu, pembeni ya shamba, zimeanguka, ziko peupe, hazijafunikwa. Basi ndege hushuka na kuzila zile, au zile ambazo hazikufunikwa vizuri na udongo. Kwa hivyo
Neno la Mungu likasema zile mbegu ni neno la Mungu, au mara nyingine ni binadamu. Upande mwingine, yule aliyepandwa hakuwekwa kwenye udongo mzuri, bali ameanguka katika njia au kando kidogo, na ndege wakaja wakamla. Ndiyo maana huna matunda, kwa sababu ndege amefaulu akakula, akakutoa katika lile shamba ukawa chakula chake. Lakini ni mbegu vile vile, ni mbegu. Vipi ukaliwa? Vipi usijiweke kwenye shamba ili uje ufunikwe na utukufu wa Mungu? Ndege amekwisha kuchuma tayari, na kila kitu ambacho unaweza ukahubiriwa Jumapili kinachukuliwa. Kwa hiyo unabaki tupu. Kila ukihubiriwa katika siku za Pasaka kinachukuliwa, unabaki tupu. Kila ikihubiriwa, kila ibada kinachukuliwa, unabaki tupu. Basi maisha yote uko tupu. Chochote ulichojichumia hakimo moyoni. Shetani anakunyakulia, akakuachia kitu kidogo sana ambacho hakina maana, sura ya Kikristo. Hicho shetani anajua hiki hakina maana, hakimokoi mtu. Kwa hiyo ni mwachie imani ya kuwa yeye ni Mkristo. Lakini kile cha muhimu hakimo kimechukuliwa. Amen. Ni sawa na mfalme aliyekwenda kununua shamba lake au kuuza inchi sehemu ndogo kwa mfalme mwingine. Najua nilikueleza huu mfano, lakini taurudia kwako. Wakati taifa lile liliuza sehemu ya inchi, akatuma mfalme jemedari wa inchi aende akachukue fedha na dhahabu kwa mfalme yule. Akaenda na jeshi lake, na walipofika wakakuta mawaziri wa nchi ile, wakapima fedha na dhahabu kima cha ardhi iliyouzwa na taifa lile, wakampa. Kwa kuwa askari alijivuna, akajua mimi ni askari, tena nina silaha, sina shida, kila adui atakuja anguke tu. Na ndivyo walio wa Mungu sasa hivi wanasema, nina jina la Yesu, shetani atakuja na ataanguka tu. Kumbe anajisahau kwa hayo, anamwacha hayo kwa hayo aseme, akijua atakavyomfyeka siku moja. Hivyo yule adui, yule askari akapewa, akafunga kwenye kifurushi chake cha kitambaa kizuri, akafunga dhahabu akaiweka humu, akafunga fundo kama kifurushi kidogo, akaweka kwenye mkanda wake wa kifuani hapa. Akaondoka, akasafiri na jeshi lake. Walikimbia na farasi. Walipofika msituni, katikati ya njia wakaona msitu mnene na jua linatua, wakijua watafuatiliwa. Hivi aliwaambia wenzie waende wakatafute kijiji ili askari wawafuate kule. Mimi mwenye mali niende nikalale msituni tu, tutakutana kesho, nitawafuata kule. Yule askari mwenye mali akaenda kulala. Alipofika kule, akafikiri yuko salama. Kumbe adui amemfuatilia mwenye mali ni yupi. Wale wengine si kitu, anakufuata wewe mwenye kupewa kitu. Na ndipo hapo alipokuwa amefika msituni, akalala akajisahau, akaweka silaha zake pembeni, kajifunika, kakoroma usingizi. Adui akaja pole pole, kamkuta amelala. Adui akaenda
pole pole kamkuta yule askari amelala, kachukua kile kifurushi, kachukua pole pole, kakitoa. Tayari yule mwizi au mnyang'anyi akaondoka pole pole, huyo akaenda. Askari bado amelala mpaka asubuhi. Alipoamka kakuta kifurushi cha almasi, dhahabu na fedha kimekwenda. Ndipo hapo alijuta, nimeibiwaje? Watu leo wanajuta, sina nguvu za kiroho. Zimekwenda wapi nguvu za kiroho? Nimebaki tupu. Ni vipi? Zimekwenda wapi nguvu? Shetani amechukua tayari. Shetani amefaulu tayari. Hii ndiyo itakuwa ya ajabu sana. Sasa akachukua kitambaa kingine, akapita kwenye mto ili apate kujitakasa huko. Ndipo akakaa kwenye mto, akakusanya kokoto, akaziweka kwenye kitambaa kingine. Akasema nitakwenda niseme ndivyo nilivyopewa. Anatunga uongo. Ameokoka, ana kila kitu, kumbe anasema uongo, hajaokoka. Anaimba vizuri, nyimbo safi, lakini anaimba kwa akili kichwani tu, kwa kuwa anazijua, lakini haimbi katika roho na kweli. Basi akazichukua yale mawe, makokoto yale, akayafunga vizuri, kakimbia na farasi, akawakuta wenzie kwenye kijiji. Akasema twendeni. Wakaenda nyumbani. Walipofika nyumbani, tarumbeta ikalia, mali imerudi, imekuja kwa nchi yetu tuliyouza. Hivyo basi karibuni muone. Watu wote wakaja, wakasimama. Mfalme akatokea na mawaziri na askari wa ngaza juu. Kaweka kifurushi hapo juu ya meza, kakiweka tu, chanchakata. Basi mfalme akasema, nafikiri ukifunue mwenyewe uliyeleta, tuone nini umeletea taifa. Akasema, la, mimi sifungui kwa sababu nimechoka na safari, afungue mwingine. Mfalme akasema, la, fungua mwenyewe. Yule askari akaondoka kwa huzuni na aibu kukifungua kile kifurushi. Alipofungua, kumbe dhahabu hakuna na fedha hazipo, almasi hakuna, kokoto zikamwagika. Ikawa aibu. Mfalme akasema, ni vipi? Alieleza wazi, niliibiwa, naomba msamaha. Alichukuliwa na kuuawa. Wengi wanafikiri hivyo. Watafikiri wana kifurushi, kuna dhahabu ndani ya roho, kuna thamani ya wokovu. Kumbe kajaza kokoto. Hakuna dhahabu, ulio nayo ni kokoto. Siku hiyo utatekewa. Utaambiwa, mkamateni, mtupeni nje ya giza. Kutakuwa kilio na kusaga meno. Wengine wana dhahabu, wewe umejaza kokoto. Wengine wana fedha, wewe umetunga hila ukaweka kokoto katika kifurushi chako. Kifurushi, na Bwana amesema kila mmoja atalifungua furushi lake mwenyewe, kila mtu mbele za Mungu. Ijulikane uliabuduje kanisani. Ulikuwa Mkristo wa kweli au la? Ulikuwa unaabudu katika roho na kweli au ulidanganya? Kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Shangilia kwa makofi. Haleluya. Haleluya. Sasa naingia kwenye somo hili la leo. Leo ni tofauti kwa sababu leo ni tabasamu ya walioyajua maandiko kwamba Kristo alisema atafufuka siku ya tatu. Na hivyo wana maandalizi ya ufufuko wa Yesu siku ya kwanza. Wako nyumbani kimya kwa sababu ni Sabato. Ili Kristo walio na kumbukumbu alisema atafufuka. Wakina Mariamu wanatayarisha marihamu, wanatayarisha udi na uvumba, fedha ya kumpa Kristo kama sadaka, kama shukurani.
wanatayarisha kila kitu sasa hivi tunaposema. Kwa hiyo ni neno la burudani leo la kumpokea Kristo azaliwe upya. Haleluya! Azaliwe upya, sio Christmas, lakini afufuke, afufue mawazo yako, afufue moyo wako, afufue nia ya maombi, afufue imani yako. Kwa maana imani imekufa. Imani ile ya furaha imeuawa na Ibilisi, haiwezi kufufuka tena, na badala yake yameota magugu ya hofu na mashaka. Unaishi kwa mashaka, unaishi kwa wasiwasi. Wala sitahubiri kwa namna yake, wewe nisikilize. Napenda nikueleze tu ulivyo. Unaishi kwa matatizo, uishi na furaha hata siku moja. Kwa hofu tu ya kufa, ndivyo unavyoishi. Hofu ya umaskini, utafanya nini kuilisha jamaa, ndivyo unavyoishi. Uishi kwa imani, na Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Haleluya! Kuna wengine wanaishi kwa imani, wengine wanaishi kwa njia ya Injili, wengine wanaishi kwa njia ya aina yake, kila mmoja alivyo. Mwingine anaishi kwa kuwaza wengine wataokokaje, hilo tu. Mwingine anaishi kwa maombi, mwingine anaishi kwa huruma na kulia tu saa yote na kusema Mungu nifanye nini. Anaishi kwa njia hiyo. Hatulii duniani, mawazo yake ni mbinguni. Mwingine anaishi hivyo, na mwingine hana ufunuo huo. Anaishi kwa kujua ataishi milele. Anajitayarishia hapa namna atakavyoishi hata mwaka kesho. Hajui Mungu anaweza akapunguza mipango yake, akaiondoa. Bwana sifiwe. Mimi naishi kwa njia ya Injili. Mawazo yangu ni Injili tu, sina lingine. Saa 24 mimi ni ndani tu ya nyumba, nimo ndani tunawazia tu. Hali hii sasa, mimi ni mzee, miaka 64, ninaelekea huko baba zangu walikokwenda. Katika Injili ni umri mkubwa sana. Si rahisi kuhubiri kwa mfululizo kwa umri huu. Hata watangulizi wetu wote hukomea huko chini, halafu anaamua kujenga Bible school, anakuwa mwalimu pale pale, au anakuwa mchungaji tu, taratibu polepole akisaidiwa na wengine. Kwa sababu kazi ya kiroho huwa inachosha sana. Inasemekana hivi, mtu anayehubiri kiroho kweli kweli kwa saa moja, uchovu wake baada ya saa moja ni sawa na mtu anayeelima bila kusimama, bila kupumzika saa 8, au mtu anayepiga randa namna hivi bila kusema hivi amesimama, lakini anapiga tu namna hivi saa 8. Ule uchovu ni sawa na mtu anayehubiri kiroho sana kwa saa moja. Kwa hivyo ni siku zote namna hivyo. Mwisho ulifikia wakati wa kuomboleza kwamba Mungu, mimi ninajua nitatoweka, ninajua sitaendelea hapa, asante kunipa hayo. Nikakumbuka sana tulioanza nao Injili wakiwa kwenye nguvu ya maombi mno, wakinichukua kweli, na washukuru kwa sababu walimenisaidia sana tangu miaka ya 60 hiyo. Lakini nisitukia wanaondoka na kusema jahazi hilo ni lako, ufe nalo. Wameshindwa, shetani akawanyang'anya taji yao. Na Bwana anasema shika ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Lakini sasa wakanyang'anywa hiyo taji. Siku zingine nilijihisi niko pekee kabisa. Nilikuwa na kilio mno kusema Baba, nipe mtu hata nitakapoondoka, sababu utanitoa tunajua. Hata katika watoto wangu Baba nikose. Kilio changu kilikuwa kikubwa. Nakumbuka nilishika senzika kwenye mlima namna hivi,
Niko huko toka asubuhi mpaka saizi, niko huko natembea kwenye mawe tu, nikilia kwamba na watoto 4 wa kiume. Ni nani katika hawa ambao atakupendeza moyo wako? Nashukuru watoto wangu wote wanampenda Yesu Kristo. Nashukuru sana. Naam. Nakaona hata haka kadogo ka mwisho kwa wanaume kameanza kupiga gitaa, kanashika gitaa namna hivi, ule mkono unashindwa, ile gitaa inakuwa kubwa, kanapiga hivi namna hivi. Maana ile gitaa inakuwa pana, mkono unakuwa mfupi, lazima kang'ang'anize hivi paka amekuwa mkubwa. Na mkubwa wake ambaye nilistukia na nianza kuniambia, baba mimi ninaacha kazi. Kazi yake ya auditor. Unaacha kazi? Ufanye nini? Nimtumikie Mungu. Kasema wewe acha. Lakini moyo ndani nikakumbuka mwaka 65 hivi au 66, tukiwa Mwakaleli Tukuyu. Baridi kali, lakini kanatembea nje tu haka. Kanatembea nje, kakaangukiwa baskeli, kakaenda kuchukuliwa na mzee sana Mwaisabila, baba yake na huyu Mwaisabila tulie naye. Na huyu mzee Mwakishala yupo. Huyu hapa. Wakakachukua, wakasema, wakakapeka Mbeya, wazee kanalia na baridi, wakasema huyu atakuwa injili. Neno hilo lilibana moyoni. Alikutoka tena. Huyu atakuwa injili. Atatoa injili kama baba yake. Wakakakumbatia hapo hao wazee. Ukikaa na baba wa kiroho, ujuu na bahati. Una bahati sana. Ninajua ni nyote ni wana injili. Nafahamu moyo wa kila mmoja. Nataka nikuache hapo kwenye mataa leo, ukifahamu kwamba sijui kama Mungu atakupokea mbinguni. Sifahamu. Umefundishwaje namna ya kupita mbinguni? Kwamba ni kumwamini Yesu, ndiyo sawa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini ni vipi utahesabiwa mpaka ukae na rais kwenye kiti chake cha enzi? Utapewa kiti hivi hivi tu? Never. Kukaa na rais kwenye viti, pitia njia nyingi, ndipo utakubaliwa kukaa hapo. Bwana asifiwe sana. Ni hata nikiota ndoto ya utumishi, lazima nikurupuke na kungunde ndani ya moyo wangu. Sijui kwa nini aliniingiaga namna hiyo. Sifahamu. Kabisa nakwambieni. Na ambapo wako wengi wana wa injili, wampendao Yesu Kristo. Huyu kungunde anacho. Bado tu wakati utaona. Haleluya. Simsifu. Na kataa kumsifu mtu, lakini basi ya Bwana ni mengi, sivyo? Tukumbushane juu ya kwenda mbinguni tu. Amen. Sisi sote tu watakatifu. Nitakufikisha hapo baadaye. Ndipo hapo juzi mwaka 91, 92, mwaka 89 nikamzuia asiache kazi. Akaendelea. Mwaka nikijua ukiuliza hata mchungaji kwamba nataka kuacha kazi, atakwambia usiache, isipokuwa endelea kuomba na kumtolea Mungu sadaka, atakwambia hivyo. Akijua ya kwamba akikuruhusu ndio anza, anaogopa kwamba unaweza ukashindwa, ukamlaumu kwamba ikiwa ulijua mimi nilikuwa bado, mbona uliniruhusu niache kazi nimtumikie Mungu na napata shida sasa? Kwa hiyo wanaogopa lawama hizo. Usianze kazi kwa ruksa ya mchungaji, lakini kwa ruksa ya Mungu, ila mchungaji atakusaidia. Haleluya. 91, baba mimi naacha kazi. Nikasema usiache kazi, bado kabisa. Nitakwambia endelea wewe kuomba na kufunga. Sisemi yale mengine. Namuona nataabika sana kiasi cha kukuna uso unabadilika na ukuna, hakuna chunuzi. 92, wala kuniambia
maana alijua kwamba nitamzuia tena. 92 nikasikia niko Mbeya crusade, kapigiwa simu na Abeli. Una habari baba, Daniel ameacha kazi. Amefanya nini? Ameacha kazi. Na si Dani tena, bali ni Daniel, ni mwingine. Kisha anza na kanisa, na ina watu karibu 40. Wiki 3 tu, ni maana nilipita na sehemu zingine 3 tu amefikisha watu 40. Wewe utakuja uone. Nikamwambia mama, Dani ameacha kazi, lakini nimeambiwa sasa anajiita Daniel, sio Dani tena. Dani ni yule aliyekuwa hafai, sasa ni Daniel, mtu wa Mungu. Nikasema basi, tukauliza usiku na mama, tukarudi nyuma kwa vituko vyote. Kule Arusha alitaka kuibiwa na Wamasai, wamtie Lukalia kidogo, na tukampata kwa bahati nzuri. Yeye kila mtu alikuwa anafuata tuzee tu, akiona kazee anashangaa anakakimbilia. Akiona kijana hata ungelimshika hawezi. Kijana yote mke hashikiki. Lakini akitazama mzee tu tayari, akimwambia njoo kanakimbia. Kadogo hivi kama katoto kake. Basi tulijua kuna kitu. Tukarudi kweli, tulikuta kanisa. Tukamezea. Paka mchungaji akasema liondoe kanisa huko, lilete huko. Halafu kaanze lingine kule. Akaenda kuanza Kirumba tena. Likawa na watu wengi, kwa bahati akapata na neema. Lazima aanze na kanisa. Amekwenda na hilo kanisa moto moto. Paka mwisho jimbo limemhurumia kwa mzigo wake. Likamnyang'anya, sema nafikiri wewe tumetosheka. Lete kanisa tupe, ni mali yetu. Sasa tunakuruhusu nenda. Nashukuru. Kwa hivyo tangia hapo 92 ni mtu wa kukaa na mchungaji wake. Ndipo amejua sifa zote za Injili. Mchungaji wake hapa, yeye hapa. Ni mtu mtulivu, na nashukuru sana. Na kuuliza maswali na tumemjibu. Kwa hiyo ninashukuru Mungu anavyomtumia. Wakati wangu sasa ni karibu. Ikiwa Bwana atanipumzisha. Imetosha sana, nimefanya kazi mno. Sisemi hivi mimi naweza kuchukuliwa au kufa. Niko mkononi mwa Mungu. Lakini Bwana haruhusu haya hivi hivi tu. Maombi yenu ni kwamba Injili ianze, iendelee haraka. Na mimi nahubiri very speed, haraka sana. Saa yote Bwana anaweza kusema njoo huku sasa, yatosha. Imekwisha. Utasikia tu kwenye radio. Namaliza kazi yangu vizuri, sitaki kupumzika. Nasema kama Paulo, nimevipiga vita vikali vya shetani. Nimeshindana toka ujana wangu. Nimeutumia ujana wote kwa Mungu. Sijui dunia, sijui wala sifahamu. Nimewatumikia wakoloni kabla sijaacha kazi. Nikiwa kijana tu nikaacha kazi na kila kitu. Jana huo nikasema Mungu sasa upokee. Nashukuru, na Mungu akanipa wakwe wa kiume, wote ni wazuri 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 wanavyompenda Mungu. Mimi najua wengine watumishi wa Mungu, tuseme wote ni watumishi wa Mungu. Wakwe zangu walioniolea 3 wako hapa. Haleluya. Mmoja yuko Mwanza. Wote ni watumishi. Wakisimama madhabahuni utakipata. Kwa hiyo nimepata neema hiyo, na mshukuru Mungu sana. Bwana sifiwe. Hivyo naona mumchukue Danieli mioyoni mwenu. Mumuombe mno achukue hatua hii, aende mbele. Hata kama sipo, nitakuwa nikimwangalia kitamba hapa duniani, nchini, akienda kule mikoani, wachungaji watambeba. Bwana asifiwe sana. Mumuombe, mwalikeni basi. Muiteni, mkaribisheni. Muombeeni aendelee. Na kale kadogo nako kanampenda Mungu mno kwa uimbaji. Kaimbaji mno. Sasa Mungu amenioteshea tena kajukuu. Kajukuu kama humo mkanaimba na kenyewe. Nako ndivyo tulivyoanza na mimi kwenye kwaya, kwenye uimbaji. Tangu miaka ya 56 tukianza kazi hii ya Injili kwa njia ya kuimba na kushuhudia.
Kumbe ndio mwanzo wa kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana anapenda sasa hivi kuchukua ngano na kuzitunza pazuri, ili mwana wa Adamu anapokuja apate kukutwaa pamoja. Bwana Yesu akasema katika Mathayo hiyo 10:3, mpanzi akapanda, lakini alipopanda mbegu zikaota na magugu yakaota. Sasa ni kazi kwa watumishi. Anaweza akaliacha lenyewe akang'olea ule mtama akatupa, akaliacha gugu akifikiri ni mtama, akalipalilia na kulipalilia, kumbe ni gugu. Linaachwa hilo kanisani, ile ngano inatupiliwa kanisani, inatupwa nje, lile gugu linabaki kanisani bila kufahamu, kwa kuwa ni mtu. Lakini Mungu anajua hili ni gugu. Utajua tuwe baadaye, hata wewe utajifahamu kwamba mimi ni gugu kwa jinsi unavyoishi. Hayo ni matokeo ya magugu. Mtu wa Mungu hakai na hali hiyo, wala hana hasira. Wewe unayo hasira, hasira kubwa mno, sio ya kibinadamu, kubwa ya kuua mtu. Unakasirika kwa hisia ya ajabu kiasi unaweza ukaua mtu bila kujua. Haikusumbui, haimsumbui Mungu, kwa sababu kumbe ni gugu tu. Japo unaomba, unasifu, unafanya chochote kile, mwenendo ulio nao, hujui hata kuomba, hujui hata kukesha. Unaomba saa moja, unachoka, unalala. Kumbe ni gugu, wala sio ngano. Ungekuwa ngano ungefanana naye aliye ngano ya kweli. Lakini gugu linajifahamu lenyewe, ingawa halijui mimi ni gugu. Gugu ni zuri sana. Gugu bila kufahamu huwezi kujua. Linajua kuomba vizuri, mara nyingine linajua kuhubiri kuliko mchungaji, linajua kufundisha kuliko hata mchungaji. Gugu, naona ni Bwana tu anayejua. Hali hii ya ubishi, hali hii ya kutomjua Mungu inatoka wapi? Haitoki popote. Ni kwa sababu ni gugu. Unasali na ngano, ngano zitachukuliwa zikawekwe vizuri, magugu yote yatatengwa pembeni, nayo yatachoma katika moto. Sasa nisikilize, hizo mbegu ingine ikaanguka nje katika njia, nayo ikaliwa ndege. Umeliwa vizuri, ni kwa sababu umejitenga peke yako pembeni. Kazi yako tu fimbo kwa mchungaji, kazi yako tu ubishi kanisani kwa mshirika mwenzio. Ni kwa sababu hivyo umekwisha liwa tayari, wala neno la Mungu halimo ndani. Tu kuna maneno ya uadui, maneno ya ndugu zako, maneno ya maadui zako. Una maadui wengi tu. Ni kwa sababu si ngano harisi, ni gugu. Ndio maana yake pana matatizo tele, wala hayo hayaishi. Kazi yako kupeleka kwa watu shida zako na siri zako, wanazijua watu, wanakuenjoy. Wewe umeambiwa umpelekee Mungu shida zako, wewe unapelekea watu ukifikiri wakuombe. Kumbe wewe ni gugu, hujui kujitegemea. Mungu amesema ujitegemee. Biblia inasema, unapenda niseme, mwenye haki wangu anaishi kwa imani. Huishi kwa imani, unaishi kwa mashaka, unaishi kwa hofu, unaishi na wasiwasi, siku zote kulalamika. Hakuna imani ndani. Umeyeyuka kama mafuta juu ya moto, wala hujisimamii. Ni kwa sababu ni gugu. Saa yote ni mtu wa kulishwa tu kanisani. Unakaa kwenye fomu kumusikiliza aliye mbele, ufahamu anachokisema ni cha kweli au la. Mara nyingine unadanganywa tu. Kanaweza kupita hapa, kapita njia. Injili inayomwagwa leo na vijana wanaoinukia siku za mwisho, wale wanaotembeza matumbo yao, waliosemwa na Paulo, wanasema injili hii na wanatenda ishara na miujiza. Wewe umesema hii ndiyo injili. Huna ufahamu wa Mungu. Ni kwa sababu ni gugu.
maana Mungu hakupi ufahamu alio nao, amekuacha tu ili upotee milele. Kumbuka kuna injili ya Yesu Kristo na kuna injili ya wanadamu, lakini inamnena Yesu Kristo. Bila kupambanua, unafuata maneno makali, magumu, mazuri, ni ya mdomoni. Hebu fuatilia uone huyu mtu mwenyewe ni wa Mungu kweli. Ukifuata utakuta kumbe ni gugu, ila wewe unafikiri ni mtu wa Mungu kwa sababu unaona ishara. Hujui ishara zinatendwa na shetani vile vile. Hujasoma Ufunuo kwamba siku za mwisho injili zitahubiriwa hivi na hivi. Manabii wengi watatokea wakisema habari njema, na Yesu Kristo anahubiriwa kwa aina zozote, kwa fitina au kwa hila. Hujasoma hivyo. Unafikiri yeyote anayeweza kusimama katika uwanja na kuhubiri injili na kusoma Biblia ni wa Mungu? Una ufahamu huo, umekwisha nyimwa kwa sababu wewe ni gugu. Ukiwa ngano utapewa ufahamu wa Mungu, utapambanua hii injili imetoka kwa Mungu na hii sio. Hata kama anahubiri vipi, siendi wala sitakwenda, ninaenda hapa. Unaamua wewe na watoto wako. Haleluya. Ukijilinda sana sana, ukijilinda sana, unaweza ukamuuliza mchungaji wako, je, injili hii ni ya kweli? Lakini hata hivyo hushauriwi. Ukiambiwa na mchungaji anasema, ninyi mmekwisha, hii ndio injili bwana, mmepitwa na wakati nyinyi. Kama watu wengi hubezwa sana, injili ya mzee Kulola ya kizee ya zamani, ni ya kizamani. Magari yako tele hapa Marekani hapa, ni kujaza fomu tu. Fomu tu, gari linakuja. Huyu mzee atakufa hivi hivi. Watu wamediriki kusema hizi hapa fomu jaza. Nawaambia yule hatoi gari hivi hivi, utakuwa mtumwa kwake. Maana utamfanyia maslahi yake yeye mwenyewe. Hakupi pesa hivi hivi mzungu kutoka nje, au sivyo utaisaliti nchi yako. Utaitwa wewe sio mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa mtu, na utaisaliti Mungu. Atakuona siku ya mwisho, ni hukumu tu. Nasema, mimi nawaambia, kama Watanzania wenzangu hawatapata gari yangu mimi kunipa, miguu yangu ni gari, sina shida na gari, wala siombi, wala sitaomba, wala sitajaza fomu. Chukua fomu zako, wape wengine. Wanashangaa, huyu mtu namna gani huyu? Kasema, mimi niko hivyo. Nilipoitwa sikuambiwa nitakupa gari, sikuambiwa nitakupa pikipiki. Niliambiwa uniletewa na kondoo wangu katika zizi langu. Ilikuwa saa 5 usiku na nusu. Moses, nenda zako, uniletewa na kondoo wangu katika zizi langu. Siku ingine nikasema nakufa na Bwana, nikapotea mlimani siku nyingi. Saa 9 ya usiku akatokea yule, nimekwisha. Akasema, utaweka mikono juu ya wagonjwa nao nitawaponya, na utaniletea wana kondoo katika nyumba yangu. Nenda ukale chakula. Nikatoka mbio mlimani, niko kijana kweli kweli, lakini nimedhofu. Nikasema nitainena injili. Haleluya. Niko kijana, miaka 28 tu. 28 tu. Nikatoka huko moto. Nikasema wanadamu wasipopatikana nitahubiri majani. Majani yatakipata, miti itakipata. Nilikuwa na kiu na mzigo kama nini. Sikutoshwa madhabahu hii, sikukaa. Nilikwenda huko kama umeme. Nilikanyaga watu huko bila kufahamu. Haleluya. Haleluya. Ukikumbuka nyuma, huwezi kusimulia ya nyuki. Wakati wa ujana wangu, naam, nimemtumikia Mungu. Nimemtumikia Mungu. Naenda kupokea taji pamoja na wote tunaofanya kazi nao. Watakipokea kile cha injili. Kile wanaombea injili, wanaoipeleka injili, watapokea taji moja nasi. Sawa wachungaji? Tumshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Sikiliza neno hili la furaha leo, siku ya Sabato, ambapo kesho Yesu afufuke na itukuze siku hiyo ya kwanza, na Bwana aanze kuabudu siku hiyo. Nayo ni hivi:
Mbegu ingine ikaangukia mahali penye udongo, kumbe chini kuna jiwe. Jua lilipowaka, lile jiwe lilikapata joto na ule udongo ukakosa kina kingi. Ile mizizi ya ule mmea ikakoma pa kwenda, ikakauka, kwa sababu mizizi imekoma kwenye jiwe, imekuwa pakavu, imekuwa njano, haina afya. Ni kwa sababu mizizi haijaenda ndani sana, ndio maana umekaukiwa, ndio maana mkavu. Unaomba wapi? Unapiga magoti, ghafla unaona usingizi tu unakuja. Unaomba tu, Mungu nisaidie, nisaidie, Mungu usinisaidie, nisaidie, unisaidie Mungu. Asante, shandala. Lakini umeshapitisha usinisaidie tayari, kwa sababu umekwisha kaukiwa. Hakuna roho ile inayofanana na mteule, hakuna ndani. Umekwisha kaukiwa tayari, na mtu wa Mungu hakaukiwi, maana roho anayeingia ni wa neema, anajaa na kaa, ni neema daima saa 24. Ule ukame ulio nao unatoka wapi? Leo hii utafuta neema inayodumu, inakayokaa. Neema sio kukaukiwa mpaka ufunge na kuomba ndio uvujike. Hapana. Haleluya, haleluya. Ni kwa sababu mizizi imekwama kwenye jiwe, maana shetani naye ni jiwe. Hivyo ndio maana hakuna rutuba wala mbolea, ndio maana mmea umekauka, umekwisha nyauka tayari, na wala matunda huna. Matunda yako ni ya dhambi, matunda yako ni matokeo ya unavyoishi. Maana mtu wa Mungu haishi ulivyo wewe. Wewe unaishi kama mtu, huishi kama mtu aendaye juu. Mtu aendaye juu ni mtakatifu, ana maneno machache, anajibu vizuri, hakasiriki saa nzima, wala halipi kisasi, wala hachukui neno kwa neno akalilipia kisasi. La, ni mtu wa kusamehe ghafla, na halafu roho ya huzuni humwijia na huachilia, hakumbuki tena. Huyo ni mtu wa Mungu. Na tena akizidiwa sana jaribu, ni mwepesi wa kwenda kwa Bwana na kulia kwake, machozi yake mepesi kwa Bwana. Lakini halia akitukano na mtu, halia akisimangwa na mtu, lakini akienda kwa Bwana tayari chozi second moja tu, machozi mengi ya kujaza kikombe. Huyo ndiye wa Mungu. Haleluya. Lakini asiye wa Mungu, naye ni Mkristo, anaenda kusali kila wiki anakula communion, yani ushirika mtakatifu, naye amekwisha batizwa na jina lake la ubatizo lipo, na anaimba nyimbo za Kikristo. Lakini ni mtu aliyejaa nguvu za giza, yani maneno machafu ya mdomoni mwake. Mafundisho yake nyumbani ni ya kumtukana mkewe. Utafikiri mtoto mdogo tu, anapigwa tu, anarushwa tu hivi, anasimangiwa wazazi wake, anatazama tu, alafu anafanywa wanajua akifanya kama kafirimbi. Unamfyonza mkeo, umemdhalau kwamba ndiye amekufikisha hapo. Umekidhalau kiumbe kidhaifu kwa kuwa ni mwanamke, unakifanya tu ni kitu cha kuchezea. Hasira yako inaishia kwa mkeo. Kama akikosa, kama utasimama bila yeye, usingesimama mpaka leo. Huwezi kumshukuru tu mkeo kwamba bila yeye usingesimama katika Bwana. Msaada wake umeupotezea wapi? Ni kwa sababu sio mteule. Huyu asiye mteule yuko hivyo, ni mtu asiye na shukrani, mtu amejaa dhambi ya uzinzi. Macho yake tu yana uzinzi, ukimtazama tu yanaanguka, yamekwisha lewa dhambi ya tamaa ya wanawake, tamaa ya wanaume. Hata unapoangalia namna hivyo, hali yako inakujulisha hivyo. Wala hujaokoka, ila unadanganya wengine. Aliyeokoka hafanani hivyo, aliyeokoka hana sura hiyo, aliyeokoka hana uso kama huu. Aliyeokoka ni baki, anajulikana tu ukimtazama. Uso wake ni wa aina tofauti, haufanani jinsi ulivyo mpaka ndani ndivyo ulivyo. Sura yako ni ya tamaa tu. Usifikiri wote wako hali hiyo. Umekwisha banwa peke yako. Umezaliwa na kupewa mwili huo, mwili wa kujaa tamaa mpaka inawaka.
kiasi hupumuziki, wala hutosheki, wala maombi hufanyi, umebanwa na tamaa nyingi. Wote hawana mwili kama ulivyo. Nasema kwako mara ya kwanza na ya pili, una bahati mbaya, na akupa pole. Ni kwa sababu umekataliwa. Wa Mungu hana sura hii, umekwisha futwa. Lakini kanisani unathaminiwa, kanisani unajulikana. Kwa Mungu ulikwisha futwa, kwa sababu walioko kule wanafanana na Mungu akiwa duniani. Haleluya! Mshangilie Bwana kwa makofi. Hii ni siku ya mavuno. Bwana anataka kutayarisha nyumba yake, akae nao mwaka huu 94, tuone kama utakwisha. Maana tunakwenda kwenye karne ingine ambayo dunia haitakuwepo. Kama ndio Biblia, haitakuwa, hatujui saa wala siku, hatujui. Lakini hatutaingia siku ya 7 ambayo ni ya kupumuzika. Siku ya 6 ni mwisho wa Mungu kufanya kazi duniani. Haleluya! Na hatujui kama itakwisha. Maana Yesu naye alizaliwa mwaka wa 4 au 4.5 kabla ya kumalizika BC. Akazaliwa. Hatuwezi kujua. Kuja kwa Yesu ni sasa hivi. Utaviweka, vitakuja viwake moto. Heri mtolee Mungu wako, umalize deni, uwalipie na watoto wako karo ya mbinguni, wayasome mambo ya mbinguni. Kwa ajili ya jasho unalolifanya duniani, mrudishe Mungu lote, naye atakupenda wewe. Kufa hufi upesi hapa duniani, anataka ubaki umulaki hewani. Maana kifo chako kitatunzwa na Mungu, atakuchukua Mungu tu. Vifo vinavyoletwa na wanadamu na shetani havimpati mtu wa Mungu kamwe. Haleluya! Paka Mungu amue huyu ni mtwae, maana anafahamu unamtumikia Mungu kwa mali yako. Lakini mbahili yeye saa yote atachukuliwa na mwewe, atakwenda hata kifo cha mchawi tu asiyekupenda akikuingilia, unakwenda na maji, na Mungu amekukataa. Ni mchungaji nitasali sala, ndugu fulani alikuwa mtakatifu, alikuwa mtu wa Mungu, alitoa hata zaka yake hivi na hivi, alikuwa na bidii, yuko kifuani, Mungu amuweke peponi pema. Mna unakwenda jehanamu. Maneno mazuri tu ya kuwafariji waliopo, lakini Bwana ameshakutupa mbali. Anayejua siri hii ni huyu. Unapenda nikwambie? Anayejua asili yako ni dhamiri yako mwenyewe. Dhamiri yako inakushuhudia. Je, uko salama? Uko tayari? Au kama mbegu hii iliyoanguka katikati ya miti? Miti hiyo ni miiba. Inapotaka kukua, miiba inaichoma, mbegu inabanwa. Inapotaka kwenda hivi, mbegu miti mengine yanaibana. Kwa hiyo ile mbegu inakaa finyo ndefu, haina afya, kwa sababu imebanwa miiba. Siku zote miiba inakuchoma. Magonjwa ni muiba kwako, mume wako ni muiba kwako, mke wako ni muiba kwako, ndugu zako ni muiba kwako, kazi yako ni muiba, kazi yako ya biashara ni muiba, maisha yako ni muiba. Mwili sasa unaumwa, unaenda kufa hivi karibuni, umekuwa muiba kwako, umekwisha kubanwa. Hofu na mashaka unavyo, umebanwa, ile hali ya wokovu haimo, ni kwa sababu umebanwa. Sasa ni wakati wa kuyang'oa yale mamiti na miiba yote na kumpa Mungu na kusema, mimi ni ngano sasa, natarajia ufalme wa Mungu. Sasa toka miiba, unaiondolea mbali. Nitakukumbusha nikwambie juu ya huyu mwenye kuku, alafu niombe. Ni furaha tunakumbushana tu, hata kama nilikwambia. Huyu mtu aliyekuwa anafanya kazi hoteli, sijui Kilimanjaro hoteli, sijui Hilton hoteli, sijui nini hoteli, lakini alikuwa amevaa vizuri na tai yake safi, ni maridadi anapotembea na briefcase. Kumbe ni mwizi. Kazi yake kuiba roho za watu ili wamtazame, waone anavyotembea na jinyonga. Kumbe unawaibia wale watu baraka zao za kiroho ili wakutamani. Hata kama unatembea mwili wako ntifutifu, jaribu kwenda ushone nguo ambazo hutawafanya wengine wakutazame, paka uondoe baraka zake za kiroho. Fanya hivyo. Haleluya! Kumbe ni mwizi. Ufalme wa Mungu huna, unakwenda jehanamu, unatupa jehanamu kwa sababu ya kujifanya ni mwizi. Yeye akawa na briefcase, anafanya kazi ya Mungu, kumbe ni mwizi wa roho za watu.
lakini ni mtumishi, yumo katika utumishi. Siku zote anatamani kuku tu ili awapelekee watoto wake. Siku moja kweli akaibana kuku. Amekwenda na briefcase yake akachukua kuku iliyochomwa, akaifunga kwenye makaratasi, akaibana, akaikandamiza kwenye briefcase, akafunga na namba. Hivyo kumbe linamuona jamaa liliangalizi la hoteli kwenye kidirisha, linamuona namna hivyo. Basi saa 10 zamu ya kwanza inamalizika ili waingie wa usiku. Akaenda, amevaa suti sasa, amevua vya jikoni, akachukua briefcase yake, anakwenda anasema, mimi naenda, saa yangu imeshafika. Lile liangalizi la hoteli kasema, vizuri, lakini sasa ni saa 10 ni sawa, ila unifanyie kazi sasa hivi mpaka saa 3 usiku bila overtime. Akasema, aya, siku zote tunafanya hivi. Siwezi bwana. Akasema, uweze, jana ulifanya nini? Sikufanya chochote. Hukuiba kuku? Basi, nitafanya. Anavua koti, anaingilia kazi mpaka saa 3. Mke wake anauliza, ulikuwa wapi? Kasema, kulikuwa na wageni wengi wametoka London, kwa hivyo tuliambiwa tufanye na overtime. Hivyo basi, na kesho hivyo saa 10 ikafika, master, ninakwenda. Kasema, fanya kazi mpaka saa 3. Bwana nisamehe sana. Nisamehe sana. Kumbuka jana ulifanya nini juzi? Ile kuku, kumbuka ile kuku. Akasema, basi nisaidie basi leo tu. Okay. Akafanya kazi. Kesho saa 10 ikafika. Akasema, bwana nakwenda. Kumbuka kuku. Kumbuka. Akageuka kimya, akavua. Siku ya 4 nakwenda. Kumbuka kuku. Siku ya 5 kumbuka kuku. Anakumbushwa kuku alivyoiba, au sivyo alipotiwe afukuza kazi. Bila hivyo fanya kazi bure ya ziada, akawa mtumwa wa lile jitu wiki nzima. Kumbuka kuku, anakumbushwa. Ndivyo shetani anavyokukumbusha ulioyafanya, ambapo hujatubu. Ulienda kutubu tu kwa mchungaji, ukaeleza shida yako ya asili ya aibu sana, ukifikiri mchungaji atakusamehe. Ufahamu Yesu ndiye aliyemwaga damu yake. Ufahamu hilo huna kabisa. Umethamini wende ukapige magoti kwa mtu, ninatubu. Unatubu nini? Nimefanya dhambi gani na nani? Ya nini ujue hivyo? Ulikufa kwa ajili yangu. Ulikufa kwa ajili yangu. Wewe usiyejua. Ndio maana hujasamehewa. Dhambi zako zinakusumbua mpaka leo, kwa sababu hujasamehewa. Hujatubu kwa Yesu. Unatubu kwetu. Haleluya. Umetubu kwetu. Kama ungelifariki leo ni jehanamu milele. Sasa sisi nasi wachungaji tunajitafutia heshima ili mtu sujudu kidogo, tunajifanyili mtu abudu kidogo. Lakini nakwambia, chukua hatua ya yule wa msalabani. Alisema, Yesu nikumbuke. Yesu akasema, leo hii utakuwa pamoja na leo hii. Haleluya. Ndivyo hivyo. Yule mtu akaanza kukumbuka sasa. Akasema, ni lini nitafanya kazi ya huyu mtu ananikumbusha kuku? Sasa mimi kesho nitakuja niende kwa master, yule manager mkuu wa hoteli, nikatubu tu, nilipe au nifukuze kazi, kuliko kufanya kazi ya jamaa huyu bure. Hivyo yeye anaandika kwenye kadi ili anipokelee mishahara wangu. Kesho asubuhi hajaanza kazi, akapitiliza kwa manager. Akasema, manager, nisamehe, nilitamani kuku nikachukua nikapelekea watoto. Hivyo nimehukumiwa kila siku kwamba nimekuibia. Kwa hiyo nimeona afadhali nitubu. Kuna adhabu nipe. Unataka kunifukuza nifukuze, lakini sitarudia kuiba kuku tena ya jikoni. Yule manager akamtazama akasema, umefanya vizuri. Watumishi wengine hawatubu, wananimalizia vitu vya hapa, wanapeleka manyumbani hata nguo na sahani na vijiko. Wewe umekuja kutubu, na kwambia na kuinua na heshima na kupandisha cheo zaidi ya wengine hapa katika sehemu yako. Haleluya. Akasema, nenda kwa amani. Asante. Kaenda sasa kwenye jiko, kuta yote anaimba, anapiga muruzi. La, ana furaha, anataka kumkomoa shetani. Haleluya. Yaani ajabu.
ajabu, ajabu. Piga makofi wewe. Haleluya. Saa 10 ikafika, ana madaha yule mtu, ana kifua mbele, huku uso wake umenawiri. Sio ule wakificha ficha wa siku zile. Yeye ni mtumishi, lakini mawazo yake ni kuiba mawazo ya watu. Lakini sasa hiyo amekwisha ungama, uso mweupe na dhamiri yake safi. Akaenda, Bwana, saa 10 sasa, nataka kwenda nyumbani. Kumbuka kuku. Akasema, sikumbuki. Haleluya. Sikumbuki. Nimekwisha tubu kwa umekwisha tubu kwa manager? Nimetubu kwa manager, nenda kamuulize. Na amenisamehe vyote. Basi kama umetubu nenda. Akashinda. Haleluya. 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 Hey, hey, haleluya. 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 Mukatae shetani, sema nimesamehewa. Nimesamehe. Hey, 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 hey. Haleluya. 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 Hey, 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 hey. Haleluya. 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 Mshangilie Bwana. Tumesamehewa. 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 Haleluya. Tumesamehewa. Tumesamehewa. Anayetaka kunywa maji aje mbele. Aje mbele ipate hii hai. Niliyoambiwa nitawapata walio mali yangu leo. Kwa hiyo nina jibu la Bwana kwa kila atakayekuja hapa leo. Sogea. Sogea, bahati ya kuenda ni leo. Ya kuongezewa yale yaliyopungua. Upewe faida ya wazazi na ukoo wako. Wabarikiwe. Usibaki nyuma. Usibaki. Mletee Bwana. Mletee, umwambie shetani, nimesamehewa leo, tangia leo. Umwambie usinisumbue. Nimeshasamehewa. Nimeshasamehewa. Utamwambia hivyo. Njoo siku ya leo tayari kwa maandalizi ya kesho, ili upakuliwe vizuri. Upakuliwe vizuri. Upakuliwe vizuri. Upakuliwe vizuri. Na uje mbele. Uje mbele. Vinanda. Daniel, come on. Come on, Daniel. Vinanda upesi. Haleluya. 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 Fungua moyo wako. Bwana awe mgeni wako leo. Akupe baraka hii. Nina kiu na wewe. Uwe mtumishi wa Mungu. Nikuweke kwa Bwana. Mimi sasa niko ndugu yako. Ni kama kwa muda. Ni kama kwa muda. Ni kama kwa muda. Nataka nikuache na Bwana. Utumike vyema. Tuonane paradiso. Tuonane pale. Pale petu pale. Tumetengenezewa. Tumetengenezewa ushindani na mshindani wako. Upewe usiokuwa nayo. Ubarikiwe usiobarikiwa nayo. Ufunuliwe usiofunuliwa. Uonyeshwe ambayo hujayaona. Ulundikiwe hata kama unavyo. Upewe. Uliyetupu upewe sehemu yako. Na ubarikiwe usiyezaa uzae watoto. Na hata wa kiroho upewe. Matunda sasa tayari kila mmoja apewe. Uwe mbegu harisi. Uwe mbegu harisi. Unaimba wimbo gani hapo? Wimbo gani hapo? Ili tuimbe. Haleluya. Haleluya. Mungu awe nanyi daima. Hata tuonane ya pili. Awalinde awatunze. Mungu awe nanyi daima.
ima atatuonane huko juu, atatuonane kwake kwema, atatuonane huko juu. Mungu awe nanyi daima. Wanangu, amani iwe kwenu. Musimame imara, musimame kidete, shindania imani. Bwana akupe kile kilichopungua. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo, hata milele, hata kuacha wala hata kupungukia. Wewe ni matunda ya msalaba. Chukua sura ya Yesu, wala usirudi nyumbani uko tupu, lakini urudi nyumbani leo umejaa msamaha, umejaa huruma.